Karibu mtazamaji wa Channel 10 Plus. Hii ni Plus Weekend tena. Tutizame yale yaliyojiri katika wiki hii. Mimi ni Witness Matiku. Karibu. Wiki hii tumeshuhudia waumini wa dini ya Kiislamu wakianza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia waumini ya dini ya Kikristo wakiwa wameanza mfungo wa Kwaresma, ambapo baadhi ya viongozi wa dini wameuelezea muunganiko huo kama ndio tafsiri ya kwamba Mungu wetu ni mmoja. Kufuatia ibada hizo, viongozi wa dini wamewasihi Watanzania wote kutumia kipindi hiki kumrejea Mwenyezi Mungu na kuendeleza utamaduni huo katika maisha ya kila siku. Taarifa kamili na mwandishi wetu Beatrice Eric. Kwa Ramadhani ni msamiati au ni vocabulary ya Kiarabu. Ramadhani maana yake ni kitu chenye kuchoma. Kwa hiyo tunaposema mwezi wa Ramadhani tunakusudia msimu wa kuchoma madhambi, na hilo ndio kubwa sana. Sasa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwapenda waja wake wote, anataka warudi kwake hali ya kuwa wako safi. Unazungumziaje nyakati hizi sasa za huu mwezi mzima ambapo Waislamu na Wakristo watakuwa wote wamefunga? Ni jambo la kumshukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuonyesha mimi siku zote nasema dini zote hizi ni zake. Kwa hiyo cha kusema mimi ni tunamshukuru Mungu na niwasisitize hii kwetu ni fursa, watu wa dini zote. Hiki ni kipindi ambacho tunaweza tukakisema ni kipindi cha watu kwenda camp, kwenda kwenye kambi ambayo tunakwenda kupambana na shetani baada ya kutoka hapa. Kwa kuhitimisha sasa, unawaambia nini wa Tanzania katika kipindi? Nimesema Ramadhani na Kwaresma ni msimu ambao sisi tunakwenda kambini kwa ajili ya kujipanga kukaa mbali na shetani, kwa ajili ya kuyakimbia madhambi. Miongoni mwa madhambi ni uvunjifu wa amani. Kuvunja amani ni dhambi kubwa sana. Naam, baada ya kuzungumza na shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, sasa nimegeukia upande wa pili. Nitakwenda kuzungumza na askofu wa TAG jimbo la Ubungo, Askofu Ezekiel Mbwilo, naye atatueleza kuhusiana na mfungo wa Kwaresma. Sasa kwa nini tunafunga au kufunga ni nini? Kufunga ni nidhamu inayomfanya mtu ajinyenyekeshe kwa Mungu. Na kufunga kiukweli hakumlazimishi Mungu afanye kitu tunachotaka sisi kwenye yale maombi, ila kinamsaidia mwanadamu kujinyenyekesha. Lakini shida ni kwamba watu wengi wanafikiri wakati wa kutenda mema ni wakati tu wa Kwaresma au wakati tu wa kufunga. Hapana. Kufunga huku kuwe chachu inayokuzidishia wewe kuendelea kukaa kwa Mungu. Baada ya Kwaresma kuhitimishwa, mara nyingi watu wamekuwa sasa wakiachana tena na ile hali ya kujinyenyekesha kwa Mwenyezi Mungu na kuendelea kutenda yale ambao wanaona wao yana manufaa kwa wakati huo. Ishara ya ukengeufu, kwa maana ya kwamba tunakuwa hatujatendea haki ile toba yetu. Toba yetu ni kubadilika. Yaani tunapokuwa tumeamua kujinyenyekesha kwa Mungu, maana yake nimeamua kubadilika, nimeamua kurudi. Mtazamaji wa Channel 10, sasa niko mtaani ili kupata maoni kutoka kwa baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam kuhusiana na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan pamoja na Kwaresma. Binadamu sisi wote tunajisahau sana. Ikifika mwezi huu ndio kila mtu anaanza kufikia mwezi wa Ramadhani, si Kwaresma. Baada hapo ikiingia sikukuu tunasherehekea sikukuu, tunapotea. Wanyenyekevu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumrudie Mungu. Hata endapo mwezi mtukufu umeisha, tuendelee na maombi yetu kama kawaida. Rudi dhambi baada ya hatua ni yeye Mwenyezi Mungu, kwamba wewe utamficha Mungu, Mungu hafichiki. Na wiki hii pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa rambirambi ya kiasi cha shilingi milioni 10 kufuatia kifo cha msanii maarufu wa nyimbo mbalimbali ikiwemo nyimbo ya kizalendo Mzee Steven John Hiza ambaye alifariki Februari 16 mwaka huu. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Marehemu Steven John Hiza alizaliwa Julai mosi mwaka 1945. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, na yeye ndiye aliyeleta uhuru.
Huu ni wimbo maarufu ambao umekuwa ukitumika kwenye hafla mbalimbali za serikali, ikiwa ni miongoni mwa sanaa aliyoiacha marehemu Steven Hiza ya kukumbukwa. Rais amekuwa karibu sana na Steven Hiza. Kumbuka wakati mmoja alimzawadia na kumpa zawadi ya kuweza kumsaidia katika baadhi ya matatizo aliyokuwa nayo. Lakini wakati huu ambapo imetokea hiki kifo, ameona kwamba ni vizuri nije niungane na familia. Nimekuja kidogo na vile vile ubani ambao tutapatia familia kama pole yake. Nakuja hapa tuwatie moyo, tuwafariji, tuwakumbushe mchango mkubwa ambao mzee Hiza ameuweka kwenye nchi hii, lakini tuwaombee Mungu huku akituona awape ustahimilivu katika kipindi hiki. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani akatoa salamu za serikali. Amekuwa ni mzee mzalendo, mpenda nchi yake, mpenda watu, na ndio maana aliweza hata akatunga ule wimbo ambao utabaki kuhadisiwa kizazi na kizazi, utakuwa unasikilizwa. Mchango wake ni mkubwa sana kwenye taifa hili, hasa pale alipojitoa kufanya kazi ya sanaa. Ameweza kuhakikisha kwamba taifa hili linasikika kupitia nyimbo ambazo alikuwa anaziimba. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hali. Nirudie kutoa pole sana. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Na katika tukio lingine wiki hii, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mohamed Thabiti Kombo amesema ziara mbili alizozifanya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ikiwemo ile ya katika nchi ya Falme za Kiarabu Dubai, pamoja na kushiriki mkutano wa 39 wa nchi za Umoja wa Afrika, zimeleta tija katika diplomasia ya kiuchumi, huku Rais Samia Suluhu Hassan akitambuliwa kuwa kinara kwenye sekta ya afya na nishati. Beatrice Eric tena anatuletea taarifa hii. Amezungumzia hayo alipokuwa akitoa tathmini ya ziara hizo jijini Dar es Salaam. Lengo ni kuonyesha fursa mbalimbali zinazojitokeza kiuchumi. Amezitaja ajenda kuu 3 zilizopewa kipaumbele katika mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi za Umoja wa Ulaya AU, ikiwemo hali ya amani na usalama barani Afrika, ambayo amesema si shwari, inachangiwa na ushindani wa rasilimali zilizopo katika nchi hizo kufuatia utajiri uliopo ambao dunia nzima unatupia macho. Kuongezeka kwa migogoro, akitolea mfano kukua kwa mgogoro wa Somalia, mashariki mwa DRC na ule wa Sudan, huku suala la ugaidi nalo likijadiliwa kwa kuwa Tanzania ni mjumbe wa Baraza la Usalama wa Amani AU. Balozi Kombo amesema kwa mara ya kwanza Italy imekutana na wakuu wa nchi barani Afrika na kuweka bayana mpango wake wa kusaidia kupunguza wimbi la vijana kwenda mataifa ya Ulaya kutafuta ajira. Imeteua nchi 14, Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi hizo, na kwamba tayari Tanzania imewasilisha miradi 16 inayohusiana na mpango huo. Mheshimiwa Rais alitoa tamko la kukubali mpango huo, kushukuru mpango huo na kusema kwamba Tanzania tuko tayari kukaa nao kuunda mikakati ya pamoja. Na Tanzania pia alitamka kwamba imeshawasilisha miradi 16 ambayo inagusa wananchi moja kwa moja, hususan makundi ya vijana, miradi mbalimbali kwenye sekta mbalimbali, kwenye mazao pia mbalimbali ambayo yana soko. Kauli mbiu ya maji Afrika mwaka 2026 inalenga kuimarisha usimamizi endelevu wa rasilimali za maji ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia ya nchi. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar ameyataja mambo makuu yaliyojadiliwa, ikiwa ni pamoja na kuangalia utofauti wa muda wa kurejesha mikopo, wakipendekeza muda wa mikopo hiyo kuongezwa ili kupunguzia mzigo serikali, pamoja na kuwa na benki za maendeleo za kikanda ambazo zingeweza kugharamia miradi mikubwa ya nchi hizo, huku Katibu Mkuu Wizara ya Afya Dr. Saif Shikarage akiweka bayana fursa zilizojitokeza kwenye mkutano wa AU kuwa ni pamoja na uwekezaji kwenye sekta ya viwanda na tehama. Ametoa mfano mmoja mzuri kwenye benki kama ya kwetu ya Afrika ambayo ipo upande wa Latini, namna ambavyo amesaidia uweza kuzisaidia zile nchi za Latini kugharamia miradi yake mikubwa. Wizara tumetengeza mwongozo wa uwekezaji katika vifaa tiba, lakini katika mali. Njooni muichukue fursa. Soko lipo, dawa tunazihitaji. Kuna zaidi ya mabilioni ambazo tunanunua dawa nje.
Na sasa tukatizame katika ile ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye katika wiki hii amefanya ziara katika mikoa ya Tanga pamoja na Kilimanjaro, ambapo pamoja na kukagua miradi ya maendeleo amezungumza na wananchi wa mikoa hiyo kuhusu mipango ya serikali ya kuwaletea maendeleo wananchi. Na tukianzia mkoani Tanga, mnamo Februari 16, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alieleza kuridhishwa na hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa mradi wa bomba la mafuta ghafi katika eneo la Hoima nchini Uganda mpaka Chongoleani katika mkoa wa Tanga, Tanzania, ambapo umefikia asilimia 81 ya utekelezaji wake, huku ukitarajiwa kukamilika mwezi Julai mwaka huu. Tupate taarifa zaidi. Ziara ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba inamfikisha katika mradi wa kimkakati hapa nchini wa bomba la mafuta ghafi ambao kitovu chake ni eneo la Chongoleani jijini Tanga. Msisitizo ambao umekuwa ukiwekwa na viongozi wetu wakuu wa mradi huu, viongozi wetu wa nchi, Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na mkuu mwenzake wa nchi Mheshimiwa Yoweri Museveni, nimefurahishwa kwamba takribani kwenye kila ngazi mmeweza kufuata ratiba ya utekelezaji wa mradi kama ambavyo ilikuwa imepangwa. Ni heshima kwa nchi zetu na ni heshima kwenu nyewe watekelezaji wa mradi. Kwa tuendelee na kasi hiyo hiyo ili tukamilishe mradi huu ndani ya muda. Na hapa zinaelezwa faida zinazorudishwa kwa jamii kutokana na mradi wa bomba la mafuta ghafi kwa mkoa wa Tanga. Kuna mtandao wa mabomba ya maji ambao unajengwa hapa Tanga ambao unagharimu takriban bilioni 4.4 na unategemea ukikamilika utanufaisha wananchi zaidi ya 26,000. Tunashukuru kwamba mradi huu umekuwa salama katika masaa zaidi ya milioni 2 ambayo wamefanya kazi. Hatujapata changamoto yoyote ya wafanyakazi au watu wetu kuweza kupata madhara. Aidha, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba pia amekagua maboresho ya bandari ya Tanga sambamba na kuzungumza na wafanyakazi. Tunatarajia kuendelea na maboresho ya miundombinu ili kuweza kuongeza ufanisi, na mahesabu yanayopigwa ni angalau meli ziweze kupishana na kwa idadi yoyote ambazo meli zinaweza kuja ziweze kuhudumiwa ipasavyo. Uwepo wa majengo ya watu binafsi karibu na bandari, nimesema hata kama kunahitajika kufidia, lazima tuwe na eneo la kutosha la bandari kwa matumizi ya sasa na matumizi yajayo. Na mnamo Februari 17, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba aliagiza Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI kuhakikisha huduma zote zilizokuwa zikipatikana katika hospitali ya ngazi ya mkoa zifikishwe katika hospitali ya wilaya, ikiwemo upatikanaji wa huduma za dawa muhimu ili wananchi waweze kupata uhakika wa matibabu kama ilivyo lengo la serikali la kuwahudumia Watanzania katika hali zote. Na Raya Kipingwa anatuletea tena taarifa ya tukio hili. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ametoa kauli hiyo mara baada ya kuzindua mitambo ya kuzalisha hewa tiba ya oksijeni katika hospitali ya wilaya Lushoto mkoani Tanga na kutoa maelekezo kwa wizara iwasimamie kwa ukaribu waganga wakuu wa mikoa. Zile huduma zilizokuwa zinapatikana makao makuu ama kwenye mikoa sasa ziende na kwenye haya maeneo ambayo zilikuwa bado hazijafika. Na Mheshimiwa Waziri, ili lifanywe kazi si tu kwa hapa Lushoto lakini na maeneo mengine. Wewe pamoja na Waziri wa Afya mnasimamia hii sekta ya afya. Wasilianeni ili hizi hoja za aina hii ziweze kupatiwa majawabu. Kwa serikali kulikuwepo na MRI hospitali 2 Dar es Salaam peke yake. Sasa hivi kila hospitali ya rufaa. Mimi nadhani tuwape muda wizara pamoja na waganga wetu wakuu washughulikie kusiwe na hizi kero za aina hii kwenye hospitali ambazo tayari hayo majengo yameshafika.
Naye waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Lushoto akaeleza umuhimu wa kituo hicho cha uzalishaji hewa tiba ya oksijeni kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu kwa wananchi. Tulipata hapa kwa kipindi hiki shilingi bilioni 5 kwa ajili ya shughuli za afya, ikiwepo huu mtambo uliouzindua leo. Tarehe 11 mwezi wa 9 nilitoka kwenye chumba ICU ndogo hapa, kale kamtungi ka kilo 15 kaliwekwa kwenye ambulance, akanitoa hapa kunipeleka Muhimbili. Visinge kuwepo hivyo, ingewezekana ningekata maisha. Uwekezaji katika afya umeongezeka kwa asilimia kubwa sana. Katika vituo 21 vilivyoko Tanzania, sisi mkoa wa Tanga tuna vituo viwili. Kimoja kiko Bombo na kingine hiki kituo cha kuzalisha au cha kutengeneza hewa tiba oxygen kiko hapa Lushoto. Aidha, waziri mkuu amezungumzia migogoro ya ardhi kwenye maeneo ya taasisi za serikali huku akishauri kuwa na hati miliki ili kupunguza malalamiko ya kuingiliana maeneo hayo na wananchi. Na katika tarehe ya Februari 19, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameipa Wizara ya Maji kipindi cha wiki 2 kuhakikisha inakamilisha mchakato wa upatikanaji wa mkandarasi wa ujenzi wa mradi wa maji kutoka chanzo cha Ziwa Chala. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ametoa agizo hilo wakati akizungumza na wananchi wa kata ya Marangu Kitoo, wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro, baada ya kupokea taarifa za ujenzi wa mradi wa maji kutoka chanzo cha Ziwa Chala na ujenzi wa mradi wa barabara ya Holili Rotima, Tarakea na Yemi, pamoja na kuweka jiwe la msingi la shule ya sekondari Stephen Moshi Technical, ambapo amesema ujenzi wa mradi huo unapaswa kukamilika kwani unategemewa kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji katika wilaya nzima ya Rombo. Kwamba mko kwenye hatua, tuambie tunampata lini? Mheshimiwa, kwa hatua tulizofikia tunatarajia baada ya wiki 2 tutaweza kupata mkandarasi. Baada ya wiki 2 tutapata mkandarasi. Ndio. Leo tarehe 19, wiki 2 zinaishia lini? Tarehe 5. Zinaishia tarehe 5. Mheshimiwa Waziri, tarehe 5 nipate taarifa kwamba mkandarasi huyo ameshapatikana, ameshaelekezwa aanze kazi. Kwa upande wake, Waziri wa Maji Juma Aweso amesema wizara haitakuwa kikwazo katika utekelezaji wa mradi huo na watahakikisha katika kipindi cha siku 14 wanampata mkandarasi wa mradi huo ambao unatarajiwa kugharimu kiasi cha shilingi bilioni 8.66 na utawanufaisha wananchi 34,104 katika vijiji 14 vya wilaya ya Rombo. Nataka niwahakikishie ndugu zangu wana Rombo, mimi Juma Aweso ambaye nimepewa dhamana hii ya Wizara ya Maji, sitokuwa kikwazo kwa wana Rombo kupata maji safi, salama na yenye kutosheleza. Nataka nikuhakikishie siku hizo 14 ambazo zimetajwa tutazisimamia na mkandarasi atapatikana na kazi itaanza mara moja na tutatoa fedha advance payment kwa ajili ya mkandarasi aweze kujenga huu mradi. Kadhalika, Mheshimiwa Dr. Mwigulu amemwagiza Waziri wa Fedha kuhakikisha anatafuta fedha kwa ajili ya kufanya malipo ya awali kwa mkandarasi ili aanze ujenzi wa mradi wa barabara Holili Rotima, Tarakea na Yemi kilomita 52.8 ambao ujenzi wake utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 28 na unapita mpakani mwa Tanzania na Kenya na ukitegemewa kusaidia kukuza shughuli za kijamii, kiuchumi pamoja na utalii. Na wiki hii pia Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo Kenan Kiongozi amefanya ziara ya kichama katika mkoa wa Tabora ambapo huko alikagua miradi ya utekelezaji na serikali ikiwa ni mpango wa Chama cha Mapinduzi wa kuisimamia serikali. Tukianzia Februari 16, Katibu wa NEC Kiongozi alizungumza na wananchi wa Nzega ambapo aliwasihi kuitunza na kuilinda miundombinu ya miradi mbalimbali iliyotekelezwa na serikali katika maeneo yao ili iweze kudumu. Taarifa hii inaletwa kwetu na Kisa Mwaipiana.
Ni siku ya pili ya ziara katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa Kenan Labani Kihongosi katika mkoa wa Tabora, na hapa yuko katika wilaya ya Nzega akiangazia ama kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya hii. Na hapa yupo katika shule ya sekondari Puge, anakagua mradi wa mabweni mawili ya shule hii ya sekondari na ameonyeshwa kuridhishwa na ujenzi wa mradi huu. Tarehe 10 Machi 2026 ambayo mmesema mradi utakuwa ukamilike kweli. Lakini kwa ujumla kazi ya hapa ni nzuri sana. Mapinduzi makubwa katika sekta ya elimu ndani ya wilaya ya Nzega yataenda kuonekana. Baada ya kufanya ukaguzi katika mradi wa ujenzi wa mabweni mawili katika shule ya sekondari Puge, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM yupo hapa katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Nzega kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa mradi wa ujenzi wa majengo 6 pamoja na vifaa katika hospitali hii, ujenzi ambao umegharimu takriban shilingi bilioni 1.7. Na wananchi tutimize wajibu wetu. Yale ambayo yanapaswa kufanya tuyafanye. Mfano, hii hospitali ni mali yenu. Mna wajibu wa kulinda hii miundombinu. Isije ikatokea mtu kijana au mwananchi yoyote anakuja kuharibu hapa miundombinu kwa makusudi. Hali ya utoaji wa huduma, ndugu mgeni rasmi, kwenye hospitali yetu inaridhisha, na kwa sasa upatikanaji wa dawa vitendanishi katika hospitali yetu ni 98%. CCM oye! Nyingine tumetembelea mradi huu wa VETA. Mradi ambao serikali imeleta fedha zaidi ya milioni 500, na hapa changamoto ipo kwa wale wanaotoa fedha kwa maana ya Wizara ya Elimu. Hivyo nitumie fursa hii kuwaelekeza na kuwaomba watu wa Wizara ya Elimu kuleta fedha haraka ili mradi huu uweze kukamilika. Na hapo awali katibu mwenezi Kenan Kihongosi alifanya ziara ya kutembelea shina namba 2 tawi la Ukungu katika kata ya Puge katika wilaya hii ya Nzega. Tunapoongelea nguvu ya CCM ni wanachama wake, wapenzi, mashabiki na Watanzania wote ambao wanakiunga chama hiki mkono. Mnazidi kudhihirisha kwamba nguvu ya CCM hapa ndio mahali pake. Lakini Februari 17 katibu wa NEC Kihongosi alifanya ziara katika wilaya ya Urambo, ambapo huko aliwaeleza wananchi kuwa serikali chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imefanikiwa kutekeleza ahadi ya kuwaletea huduma ya maji safi na salama wananchi wa wilaya ya Urambo mkoani Tabora kupitia mradi mkubwa wa maji wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 143 utakaotoa maji katika ziwa Victoria mpaka wilayani humo kuanzia wiki 2 zijazo kuanzia muda huo. Kutoka kwake Kisa Mwaipiana tunapata tena kusikia taarifa hii jinsi ilivyokuwa. Mradi huo wa kimkakati unalenga kuimarisha upatikanaji wa maji katika miji na vijiji, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM 2025 inayokusudia kuhakikisha huduma ya maji inawafikia wananchi. Akizungumza wakati akikagua mradi huo, katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo ndugu Kenan Kihongosi amesema Urambo ilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyokuwa na changamoto kubwa ya maji kwa muda mrefu, lakini sasa hali hiyo inaenda kuwa historia kupitia mradi huo. Aidha, Kihongosi amesema mradi huo unatarajiwa pia kusambaza maji katika maeneo ya Sikonge na vitongoji vya jirani, huku hatua za awali za majaribio ya maji zikitarajiwa kuanza ndani ya wiki 2 zijazo. Hapa Tabora maji haya yatakwenda Sikonge, Uyui na hapa Urambo. Naomba mpige makofi mengi kwa serikali yenu. Na niseme kwa dhati, Urambo ilikuwa na changamoto kubwa ya maji. Uongo kweli? Hapa sasa kwenye taarifa mmesema maji yatakwenda Urambo. Niombe watu wa kijiji hiki wapate maji. Maeneo ambapo tanki limejengwa maji yapatikane. Mradi wa ujenzi wa kituo cha afya katika kata Nsenda wilayani Urambo pia ni moja ya miradi iliyokaguliwa na kutembelewa leo na katibu mwenezi Kihongosi. Mradi huo unatekelezwa na serikali kwa gharama ya shilingi milioni 689.3 na umefikia 69% na unatarajiwa kukamilika ifikapo Machi 30 mwaka huu. Mradi huu ukamilike kwa ubora ambao unatakiwa.
viwango vizingatiwe, na kila kinachotakiwa kuwepo ndani ya mradi basi hicho kitu kiwepo. Tuongeze spidi ili wananchi wa hapa Nsenda waanze kufurahia matunda ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi madhubuti wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia oye! Shukran sana Kisa Mwaipiana, na kwa taarifa hiyo tunapata daraja la kuelekea kimataifa, ambapo wiki hii kimataifa tutaangazia matukio matatu makubwa ya kimataifa yaliyojiri katika wiki hii, tukianzia katika taifa la Kenya, ambapo Kenya imepokea dozi 21,000 ya dawa ya muda mrefu ya kinga dhidi ya virusi vya ukimwi. Na tukio lingine ni Iran imetoa tangazo la kufunga kwa muda mlango wa bahari wake wa Hormuz. Na katika tukio la tatu ni China duniani kote ilisherehekea na kuadhimisha sikukuu ya mwaka mpya kwa mujibu wa kalenda ya jadi. Na kwa habari hizi zote tuungane na msimulizi wetu. Katika upande wa kimataifa, tuanze huko mjini Nairobi nchini Kenya. Kenya imepokea dawa ya muda mrefu ya kinga dhidi ya virusi vya ukimwi Lenacapavir, dozi 21 ambayo itatumika kuwalinda watu wasio na virusi vya HIV dhidi ya kupata virusi hivyo, na itakuwa ikitolewa mara 2 kwa mwaka. Shehena ya kwanza ya dawa hiyo iliwasili Jumanne usiku na kuashiria hatua muhimu katika juhudi za nchi za kuzuia HIV, ambapo tofauti na vidonge vya PrEP vya kila siku, Lenacapavir hufanya kazi kila baada ya miezi 6, na kwamba sio chanjo wala tiba, bali ni kwa ajili ya watu ambao hawana HIV pekee. Uzinduzi wa awali wa matumizi ya dawa hizo utafanyika katika kaunti 15 za kipaumbele zilizochaguliwa kulingana na mzigo wa HIV na taarifa ya maambukizi, na kaunti hizo ni Siaya, Homa Bay, Migori, Kisumu, Kisii, Mombasa, Nairobi, Machakos, Kajiado, Busia, Kiambu, Kilifi, Kakamega, Uasin Gishu na Nakuru. Kwa mujibu wa Waziri wa Afya Aden Duale, dozi nyingine 12,000 za kuendeleza zinatarajiwa kufika ifikapo April, ili kuhakikisha wale wanaoanza sindano hawakatizwi katikati ya matibabu. Baada ya awamu ya kwanza ya uzinduzi, awamu ya pili itaendelea hadi kaunti nyingine 15 kabla ya hatimaye kufunika kaunti 17 zilizosalia kitaifa. Ameongeza kuwa mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi na magonjwa ngono utafuatilia matumizi yake, usalama na usimamizi wa bidhaa. Na huko Tehran, Iran imetangaza kufungwa kwa muda mlango bahari wa Hormuz kwa ajili ya kuendeleza luteka ya kijeshi yenye nia ya kuonyesha uwezo wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Hatua hiyo imechukuliwa huku wapatanishi wa Tehran wakiwa wamekamilisha mazungumzo yasiyo moja kwa moja na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran huko mjini Geneva, Uswizi. Tangu Marekani kuanzisha vitisho vya kuishambulia Iran, hii ni mara ya kwanza kwa Tehran kutangaza kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya kimataifa inayotumiwa kusafirisha 20% ya mafuta yanayotumiwa kote duniani. Wakati Marekani ikiongeza uwepo wa vikosi vyake vya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameonya kwamba hata jeshi lenye nguvu zaidi duniani linaweza wakati mwingine kupata pigo kubwa kiasi cha kushindwa kusimama tena. Leo raia wa China duniani kote wanaadhimisha sikukuu ya mwaka mpya, na kwa mujibu wa kalenda ya Kichina na utamaduni wa mzunguko wa wanyama 12, 2026 ni mwaka wa mnyama farasi, na sherehe hizo zilianza rasmi Februari 10. Kwa mujibu wa utamaduni wa Kichina, mwaka huu wa farasi ni kielelezo cha nguvu, ishara ya kasi na uwezo, harakati na bahati nzuri, na hivyo ni matarajio kwa mwaka 2026 utaleta maendeleo ya kiuchumi na fursa mpya. Na kipekee mwaka huu wajasiriamali na wafanyabiashara wanatumai kujipatia mafanikio kwa kasi ya farasi. Kilele cha maadhimisho ya sherehe kubwa zimefanyika nchini China, ambapo katika mji mkubwa kama Beijing na Shanghai sherehe zimepambwa kwa moto wa rangi na matamasha makubwa ya dansi. Yote haya yanafanyika kuvutia wageni na kuonyesha ustadi wa kitamaduni. Aidha, huu pia ni wakati wa familia za Wachina kujumuika pamoja katika miji yao ya asili ili kufurahi pamoja, kugawana zawadi, kutafakari mafanikio ya mwaka uliopita
lakini pia kupanga matarajio ya mwaka mpya. Na wakati wote huo wanatumia vyakula vya kitamaduni vilivyo na maana ya pekee, hususan ni vyakula vya mchele kama vile dumplings ama jiaos na niangao ambayo ni keki ya mchele, ambavyo ni ishara ya utajiri, maisha marefu na muunganiko wa familia. Serikali ya China huangalia maadhimisho haya kama kielelezo muhimu cha urithi wa taifa. Sherehe hizi sio tu za burudani, bali zinaonekana kama kiini cha ulinzi wa umoja na mshikamano wa jamii ya Wachina. Na toka katika simulizi hiyo ya yale yaliyojiri kimataifa, ndipo tunaweka nukta ya Plus Weekend katika juma hili. Karibu tena katika juma lijalo, tuangazia yale yatakayojiri. Mimi ni Witness Matiku, kwa heri.